الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu. Na baada ya kuongea kuhusu sifa za wake wema katika Uislamu, leo hii nitaongelea kuhusu sifa za mume mwema katika Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat An-Nisa aya ya kwanza, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi aliyokuumbeni kutokana na nafsi moja, na akaumba mwenzi wake kutoka humo, na akawatawanya kutoka kwao wanaume na wanawake wengi, na mcheni Mwenyezi Mungu, kwake mnamuomba na muwatazame jamaa, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwalinda daima. Dada zangu katika iman, uhusiano wa ndoa ubaki umejengwa juu ya upendo. Uhusiano wa ndoa ubaki umejenga juu ya uelewano wa pande zote. Uhusiano wa ndoa kadhalika ubaki umejengwa juu ya heshima, na ubaki umejengwa pia juu ya shukurani za kibinafsi. Dada zangu katika iman, ingawa wake hutafuta kupendwa na kutathminiwa kila wakati, hii si kuhusu maneno tu, bali pia ni kuhusu matendo na tabia za kila siku ambazo mume huonyesha upendo wake wa kweli kwa mkewe. Dada zangu katika iman, mapenzi katika ndoa ni kitu cha asili ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba watu nacho alipowaumba, kama alivyosema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Ar-Rum aya 21. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم yatafakkarun. Na hakika ishara zake, na katika ishara zake ni kwamba amekuumbieni wenzi kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu ndani yao, na akaweka kati yenu mapenzi na rehma. Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiria. Dada zangu katika iman, Uislamu umempa mume jukumu kubwa zaidi katika kudhibiti uhusiano huu, ukimwelekeza kwenye umuhimu wa kumkumbatia na kumtunza mke wake. Ndiposa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ushauri kwa mwanamume pale alipowashauri wanaume kuhusu wanawake, aliposema istausu bin nisa fa inna almar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasaratuhu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa, rawahu al-Bukhari. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahusia wanaume aliwashauri kuwa kwa kuambia watendeeni wanawake vizuri, kwani mwanamke aliumbwa kutokana na ubavu, na sehemu iliyopinda zaidi ya ubavu ni sehemu ya juu. Ukijaribu kunyoosha utauvunja, na ukiuacha utabaki umepinda. Kwa hivyo watendeeni wanawake vizuri. Haya yamesimuliwa na Imam al-Bukhari katika Sahih al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, na ni hadithi nambari 3331. Dada zangu katika imani, ama kuhusu sifa za mume mwema, sifa ya kwanza na muhimu zaidi ya mume mwema ni kwamba awe mcha Mungu na mwenye tabia njema na heshima.
Imekuja hadith kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha atakum man tardhauna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Yani alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtu atakuja kwako ambaye tabia na dini yake inakupendeza, basi muoe. Usipofanya hivyo kutakuwa na dhiki duniani na ufisadi ulioenea. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema yani ambaye utajiri wake au familia yake au uzuri wake yani unakupendeza, yani utakapokujiwa na mtu ambaye pengine yani utajiri wake au familia yake au uzuri wake unakupendeza, la hasha. Badala yake alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu dini na tabia yake. Dada zangu katika imani, sifa ya pili ya mume mwema ni sifa ya ukarimu. Mojawapo ya sifa za mume mwema ni kwamba awe anajulikana kwa wema wake na kuwatendea mema familia yake, yani mkewe na watoto wake na marafiki zake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameagiza hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat An-Nisa aya ya 19, wa'ashiruhunna bilma'ruf, na ishi nao kwa wema. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya wale wanaume wanaowatendea wema yani familia zao kuwa bora zaidi, na hii yani ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Aisha radhiallahu anha ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yani mbora wenyu ni yule aliye bora kwa familia yake na mimi ni bora kwenyu kwa familia yangu. Dada zangu katika imani, familia inastahili zaidi kutendewa mema ni mke. Imesimuliwa kutoka kwa Abdullah bin Amr kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, khiyarukum linisaihim, yani wabora wenyu ni wale waliobora kwa wake zao. Dada zangu katika imani, hebu tuangalie mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume, ili kuona mifano bora ya wema na muamala mzuri kama ilivyoonyeshwa na kile kilichotokea kwa mama wa waumini Aisha radhiallahu anha. Alisema, nilitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam nami nilikuwa mwembamba sana. Tulisimama mahali fulani na akawaambia maswahaba zake, taqaddamu, yani endeleeni. Thumma qala li ta'ala usabiquk fasabaqani fadharaba biyadihi yani katifi waqala hadhihi tilka bitilka. Yani anaendelea kusema Mtume Aisha radhiallahu anha, kisha yani vile walipotoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia maswahaba zake takaddamu, yani endeleeni. Kisha anaendelea kusema Aisha, kisha akaniambia njoo hapa hadi nikukimbize. Alinikimbiza nami nikamshinda. Dada zangu katika imani, sifa ya tatu ya mume mwema ambayo ni sifa lazima yani ziwepo kwa mume mwadilifu ni sifa ya kuwahimiza familia yake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamuru haya katika Quran, Surat At-Tahrim aya ya 6 pale aliposema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
enyi mlioamini, jiokoeni nafsi zenyu na watu wenyu na moto ambao kuni zake ni watu na mawe, wanaosimamia malaika wakali wenye nguvu, hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri zake, na wanafanya wanayoamrishwa yote. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuhusiana na hayo alimsifu Nabii Ismail alayhi salam ndani ya Quran katika suratu Maryam aya 55 pale aliposema baada audhu billahi minash shaitani rajim وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا, na alikuwa akiwaamrisha watu wake swala na zaka, na alikuwa ni mwenye kuridhiwa mbele ya Mola wake. Dada zangu katika iman, naye Allah subhanahu wa ta'ala alimwamuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kufata mfano wake Nabii Ismail, kama ilivyokuja katika Quran suratu Taha aya ya 132. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, na waamrishe watu wako kuswali na uendelee mwenyewe kwa hayo, na hatukuombi risk bali sisi ndio tuna kuruzuku, na mwisho mwema utawathibitikia wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, na pia imekuja katika hadith kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema warajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na mtu ni mchungaji katika nyumba yake na anawajibika kwa kundi lake. Basi jukumu la mume la kwanza, dada zangu katika imani, ni kulinda nyumba yake kutokana na moto wa Jahannam kwa kuwaongoza familia yake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaonya dhidi ya kutomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ifuatayo dada zangu katika imani ni mfano tu wa jinsi ushirikiano katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala unavyopaswa kuwa ndani ya familia. Imesimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu ambaye alisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema rahimallaha rajulan qama min al-layli fasalla thumma ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadaha fi وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu amrehemu mwanamume anayeamka usiku kuswali kisha akamwamsha mkewe ili aweze kuswali, akikataa amnyunyizie maji usoni. Na Mungu amrehemu mwanamke anayeamka usiku kuswali kisha akamwamsha mumewe ili aweze kuswali, akikataa basi amnyunyizie maji usoni. Dada zangu katika imani, sifa ya 4 ya mume mwema ni yule mume mwenye uwezo wa kutafuta riziki halali na kutumia kwa familia yake, yani bila masimango. Dada zangu katika imani, mume mwadilifu ambaye Uislamu unamkubali si mzigo kwa wengine, bali anaweza kutafuta riziki yake halali na kuutumia kwa ajili ya familia yake kama alivyomwamuru Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran surat At-Talaq aya ya 7. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Mtu mwenye uwezo tajiri na atoe kadri ya uwezo wake katika hali zote mbili, katika nyakati za wingi na wakati wa uhaba, yani ya uchache. Dada zangu katika imani, kadhalika binti wa Nabii Ayub, Nabii Shuaib
alayhi salam alipotaka kuelezea kuhusu Nabii Musa alayhi salam kwa baba yake, yani ili kumtia moyo baba yake amwajiri Nabii Musa alayhi salam, alisema kama ilivyokuja katika Quran, Suratul Qasas aya 26, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyul amin, ewe baba yangu mwajiri, hakika bora kati ya wale unaweza kumwajiri ni yule mwenye nguvu na mwaminifu. Dada zangu katika imani, binti huyu alikuwa amemuona Nabii Musa alayhi salam akibeba jiwe peke yake, jiwe ambalo Umar bin Khattab radhiallahu anhu alisema kulihusu. Akasema Umar bin Khattab, na hakuna mtu mwingine ila watu 10 wangeweza kuliinua. Ndio maana alimtaja kuwa Nabii Musa alayhi salam kuwa ni mwenye nguvu. Dada zangu katika iman, na sifa ya 5 ya mume mwema ni sifa ya upole na wema. Dada zangu katika iman, miongoni mwa sifa za mume mwenye mwema ambaye Uislamu unazikubali ni upole na wema. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamuru kwamba mtu amtendee mke wake kwa wema, kisha akasema kama ilivyokuja katika Quran Surat An-Nisa aya ya 19, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, lakini ukiwachukia, wenda ukachukia kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameweka khairi nyingi ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza na kufafanua hili aliposema, la yafriq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar au qala ghayrahu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, mume asimuudhi mkewe, yani mwanamume mu'min na mwanamke mu'min, ikiwa mume atachukia moja ya sifa za mke, basi atafurahishwa na nyingine au kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea sababu ya kuamiliana na mke kwa wema na upole akisema, inna mraata khuliqat min dhil'in lan tastaqima laka ala tariqin fa in istaqama laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa biha iwajun wa in dhahabta yani tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Dada zangu katika iman, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke aliumbwa kutoka kwa ubavu, hata kuwa sawa kwako kamwe katika njia moja. Ukimfurahia utamfurahia kwa upotovu wake, na ukijaribu kumnyoosha utamvunja, na kumvunja kuna maanisha kumtaliki. Ama mfano wa uvumilivu na busara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alionyesha uvumilivu mkubwa kwa Aisha radhiallahu anha, akiendelea na matendo yake bila kumkemea au kumlaumu. Aisha mwenyewe alisimulia hili akisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia, ninakuja unaporidhika nami na ninakujua unaporidhika nami na nakujua kadhalika unapokasirika nami. Aisha radhiallahu anha akamuuliza, unajuaje hilo? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiridhika nami unasema hapana kwa Mola wa Muhammad, na ukinikasirikia unasema hapana kwa Mola wa Ibrahim. Akasema Aisha radhiallahu anha kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo, kwa Mola mimi huacha tu jina lako. Nitakomea hapo kwa leo, dada zangu katika iman. Shukran jazila wa barakallahu fikum.